Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja wa Benjamin Mkapa una faida nyingi kwa wananchi wa manispaa ya Temeke na taifa kwa ujumla. Kiuchumi, unachochea mzunguko wa fedha kwa wafanyabiashara wakati wa matukio makubwa, pia unavutia wawekezaji wa matangazo makubwa na ajira kwa wananchi. Kijamii, matukio makubwa ya kidini na matamasha makubwa ya sanaa na muziki yanawaleta wanatemeke na Watanzania wote pamoja, na hivyo kudumisha amani na mshikamano wa nchi yetu. Kimichezo, uwepo wa uwanja huu umeifanya manispaa ya Temeke kuwa kitovu cha michezo ya kitaifa na kimataifa, jambo linaloongeza heshima na utambulisho wa eneo hilo na kutoa hamasa kwa vijana kushiriki michezo. Hivyo, miundombinu hii ni muhimu katika kuchochea maendeleo kwa wananchi wa Temeke na Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Stella Ikupa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mariam anaishukuru serikali kwa kujengwa kwa uwanja huu wa Mkapa ambao unabeba watu wengi kwenye mechi mbalimbali zikiwemo mechi za Simba na Yanga na hivyo kuingiza mapato makubwa. Serikali ina mpango gani wa kugawa sehemu ya mapato kwenye katika jimbo la Temeke? Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la pili la Mheshimiwa Mariam, uwanja wa Mkapa na Uhuru unafanyiwa huduma mbalimbali ikiwemo kutengeneza bustani pamoja na usafi, lakini pamoja na huduma zingine. Nini mpango wa serikali kuwapa kazi hizi vijana wa Temeke wakiwemo vijana wenye ulemavu? Asante. Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, na nimshukuru Mheshimiwa Stella Ikupa kwa niaba ya Mheshimiwa Mariam Kisangi, mbunge wa Temeke, ambaye anafanya kazi kubwa kwa ajili ya kuwapigania wanatemeke, na namuombea Mungu aendelee kumtia nguvu na amtie moyo kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wa Temeke wanapata kile ambacho walitarajia wakati wanamtuma kuwa mbunge wao. Kujibu maswali haya mawili mazuri ya nyongeza, la kwanza lilikuwa kuhusiana na mgao. Mara nyingi serikali haiandai matukio yanayofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Yenyewe inatoa miundombinu hii kwa waandaaji ambao kwa mfano mechi za Simba na Yanga, timu mwenyeji ndio ambayo inakuwa inakodishwa uwanja huu, na mapato yanayopatikana hugawanywa kwa utaratibu maalum ambao umekubalika. 18% inakwenda kama kodi ya ongezeko la thamani, 3% inakwenda kwa BMT, 4% inakwenda kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, 15% inakwenda kama gharama za ukodishaji wa uwanja, na 7% kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli ile, lakini 6% inakwenda kwa chama cha soka cha mkoa wa Dar es Salaam. Wadau wote hawa, moja ya mambo wanayowafanya ni kuhakikisha wanarudisha kwa ajili ya shughuli mbalimbali zinazofanyika Tanzania na hasa kwa manispaa ya Temeke ambayo uwanja huu umewekwa pale. Serikali inachofanya kwa sasa ni kuhakikisha tunaendelea kuimarisha makusanyo haya ili kiwango ambacho kinagaiwa kwa wadau hawa ambao nao hurudisha kwa manispaa ya Temeke na maeneo mengine mbalimbali kwa ajili ya huduma hasa za michezo kinaongezeka. Tunasimamia utaratibu wa kuhakikisha tunaendelea kukusanya mapato haya ili yawe na manufaa na tija kubwa zaidi kama ambavyo imekuwa ikitokea kwa wakati wote. Lakini hali kadhalika kwenye swali lake la pili kuhusiana na huduma mbalimbali, kwenye hili serikali imetoa zabuni kwa makampuni ambayo yanatoa huduma mbalimbali zinazofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa wakati wa matukio yanayotokea pale. Tumetoa zabuni kwa makampuni ya ulinzi na makampuni ya usafi hali kadhalika. Kampuni za ulinzi tunao walinzi 25 pale, lakini tunao vijana 40 ambao wanafanya shughuli za usafi, na wote hawa ni wakazi wa manispaa ya Temeke.